Jeshi la wasomi nchini Madagascar limetangaza rasmi kuchukua madaraka kutoka kwa Rais Andry Rajoelina baada ya wiki kadhaa za maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana maarufu Gen Z. Mkuu wa kikosi cha CAPSAT, Personnel Administration and Technical and Administrative Services Corps, Kanali Michael Randrianirina alisimama mbele ya ikulu ya rais na kutangaza kwamba jeshi litaunda serikali ya mpito na kuandaa uchaguzi ndani ya kipindi cha miaka miwili. Alitangaza pia kusimamishwa kwa taasisi kuu za kidemokrasia ikiwemo tume ya uchaguzi, akisema kuwa ni lazima kuheshimu madai ya vijana walioanzisha vuguvugu hilo mitaani. Maelfu ya wananchi waliokuwa na bendera walijitokeza jijini Antananarivo kusherehekea hatua hiyo, wakishirikiana na wanajeshi waliojiunga nao mwishoni mwa wiki iliyopita. CAPSAT ndio kitengo chenye ushawishi mkubwa zaidi katika jeshi la Madagascar na kilichokuwa nguzo ya Rajoelina aliponyakua madaraka kwa mara ya kwanza mwaka 2009. Hata hivyo, hali ya utata bado inaendelea. Mahakama ya Katiba imetangaza Kanali Randrianirina kama kiongozi mpya wa taifa, lakini ikulu ya rais imelaani hatua hiyo, ikiita jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Wakati huo huo, taarifa zinasema Rajoelina amejificha katika eneo salama kufuatia madai ya jaribio la kumuua, ingawa CAPSAT limekana kuhusika. Ripoti zisizothibitishwa zinadai huenda alisafirishwa nje ya nchi kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa na kuelekea nchi ya Ufaransa. Chanzo cha maandamano makubwa kilikuwa ni hali mbaya ya maisha, mgao wa umeme na upungufu wa maji uliochochea hasira za vijana. Lakini malalamiko hayo yaliibua madai makubwa zaidi ya ufisadi, ukosefu wa ajira na gharama ya juu ya maisha. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu zaidi ya 22 walipoteza maisha na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika makabiliano, ingawa serikali ya Rajoelina ilikanusha idadi hiyo. Rajoelina, ambaye aliwahi kuchaguliwa kama rais akiwa na miaka 34 pekee na kupata jina la kiongozi kijana zaidi barani Afrika, alikuwa akionekana kama ishara ya mwanzo mpya. Lakini shutuma za upendeleo na ufisadi zilimporomosha kisiasa, na wiki hii bunge limepiga kura ya kumng'oa madarakani kwa kura 130 dhidi ya 1, hata kutoka kwa wabunge wa chama chake cha IRMAR. Rajoelina amekataa uhalali wa kura hiyo, akiita batili na isiyo na msingi. Jumuiya ya Afrika AU imetoa onyo dhidi ya wanajeshi kuingilia siasa, huku Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa akielezea hali hiyo kama inayotia wasiwasi mkubwa. Madagascar, taifa lenye wakazi milioni 30 ambapo takriban 75% wanaishi chini ya mstari wa umaskini, sasa linaingia tena katika kipindi cha sintofahamu ya kisiasa baada ya miaka ya misukosuko ya mara kwa mara.